Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya 22 ya mwaka A wa kanisa. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia, ile sura ya 20 aya ya 7 hadi ya 9. Somo la pili, waraka mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya pili, na injili ni injili ya Mathayo, ile sura ya 16 aya ya 21 hadi ya 27. Ndugu zangu, kati ya kitu ambacho kimebaki kuwa fumbo katika maisha ya mwanadamu ni maisha, yaani maisha yenyewe yamebaki kuwa fumbo. Mwanadamu amekuwa akijiuliza kwa nini yupo hai na mwisho wake utakuwa namna gani? Na moja ya kitu ambacho kinamfanya mwanadamu ajiulize maswali mengi sana ni kuwepo kwa machozi, maumivu, matatizo, magonjwa, misiba, misongo ya mawazo, usaliti, maneno juu yake na matatizo mengine ya maisha. Japokuwa kuna vipindi vya furaha, vicheko, sherehe, nderemo, kuzaliwa, kufanikiwa na hali ya maisha kutulia, ila vipindi vigumu katika maisha ya mwanadamu vimeonekana kuwa ni virefu zaidi. Hapa ndipo baadhi ya watu wameanza kujiuliza maswali mazito na mengi sana juu ya uwepo wa Mungu. Kwa nini wamezaliwa? Kwa nini wapo hai? Lini magumu yatafika mwisho? Wengi wamesahau kuwa maisha hayana lahasha. Maisha hayana lahasha. Na hilo ndilo wazo katika Dominika ya leo. Maisha hayana lahasha. Ili kuweza kuelewa vizuri wazo hili, naomba tutafakari masomo yetu. Tuangalie vizuri masomo ya Dominika ya leo. Nimesema mwanzoni, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia, ile sura ya 20 aya ya 7 mpaka ya 9. Nabii huyu alizaliwa katika familia ya kikuhani katika kijiji kidogo cha Anatoti, kama maili 3 hivi kaskazini mashariki mwa Yerusalemu. Huyu nabii aliyeitwa na Mungu kuwa nabii mnamo mwaka 626 kabla ya Yesu Kristo, akifanya utume wake kwa muda wa miaka 40, akishuhudia vipindi vigumu sana vya maisha ya kijamii, kidini, kisiasa katika historia ya Israeli na Yuda. Somo tulilosikia ilikuwa inakadiriwa kwa wataalamu wa maandiko matakatifu kati ya mwaka 609 mpaka mwaka 500 hivi 98 kabla ya Kristo, kipindi ambacho ufalme wa Yuda ulikuwa chini ya mfalme Yehoyakimu. Kipindi hiki kiukweli kilikuwa ni kipindi kigumu sana katika nyanja kuu mbili, na naomba nizieleze. Katika nyanja za kisiasa kilikuwa ni kipindi cha wasiwasi mkubwa. Wasiwasi huu utokana na nini? Dola ya Waasiria ilikuwa imeangushwa na dola ya Babiloni iliyokuwa inainuka. Dola hii sasa ilikuwa mbioni kuteka na kuvamia na kupeleka watu wa Yuda katika utumwa. Nabii anasema au anatabiri kuwa anguko la Yuda linakuja muda si mrefu. Watu wanamcheka, wanamdhihaki na wanamuona kama ni muongo sana na ni mzushi, kwa sababu hawaamini kama mji wao, kama ufalme wao unaweza ukavamiwa. Wanamtesa, wengine wanamtenga. Kwa hiyo anapitia magumu sana. Sasa shida nyingine inakuja namna gani? Mfalme Yehoyakimu huyu hafai tena kuongoza, kwa sababu anafanya muunganiko, unaweza kusema wakijenga na dola nyingine, hasa dola ya Misri, akiamini atapata ulinzi. Anajenga majumba ya kifalme kwa ajili yake, anaendeleza maisha ya starehe na anasa, anawapuuzia maskini na wala ajishughulishi na kusimamia haki katika dola yake au katika ufalme wake. Hali ya maisha inakuwa mbaya zaidi.
Nabii anakemea, anaona matatizo haya, anakemea, na anapokemea anakumbana, tunaweza kusema, na mkono wa dola na nguvu ya dola ya huyu mfalme. Kwa hiyo anateseka sana, ananyanyasika sana, maisha yake yanakuwa magumu. Hiyo ni kisiasa. Kidini, viongozi wa dini kipindi hicho walikuwa ni waongo, yaani wamekuwa ni watu waongo sana. Wanawaambia watu waweke tegemeo lao katika hekalu na kwamba Mungu atawaacha wala hekalu alitabomolewa. Watu wanaaminishwa au wanaambiwa watoe sadaka bila kuangalia au kujali uongofu ndani ya mioyo yao na heshima kwa sheria ya Mungu au Torati. Dini yao kiukweli ni bure tu, ni ya uongo na udanganyifu. Nabii anakemea jambo hili, anasisitiza kwamba Mungu atawaacha, Mungu atavumilia haya na watapelekwa utumwani. Wao wanamdhihaki. Kiukweli maneno yake si tu yanaangukia kwenye masikio magumu, bali yanaamsha, tunaweza kusema, madhurumu makali na mateso mengi dhidi yake. Wote viongozi wa dini na viongozi wa kiserikali wanamwangukia. Ndipo tumesikia sasa akiomboleza, akijutia, akiumia, akilalamika, akionekana kukata tamaa mbele ya Mungu, lakini anaona wito wa Mungu ndani mwake ni mkubwa zaidi kuliko yale magumu anayoyapitia. Ndugu zangu, huu ndio ukweli wa maisha. Maisha hayana lahasha. Kiukweli, ukisimama katika ukweli na haki, utapitia magumu kama ya nabii huyu Yeremia. Ukiwa mwaminifu kabisa katika vitu vyote unavyovifanya, utaomboleza. Ukiwa mfuasi au Mkristo mkweli kweli, utaumia sana. Msalaba hautakuwa au hautaepuka huu msalaba, kwa sababu unakwenda kinyume na ulimwengu au unakwenda kinyume na matakwa au na kile ambacho watu au viongozi wanataka kusikia. Maisha yako kiukweli lazima yawe magumu, lakini ndiyo maisha, hayana lahasha. Lazima tuvumilie, hatuna budi kuvumilia na kusimama katika kweli. Wakati fulani Mungu anatutumia sisi kunena, anatumia sisi kuongea na kusimama katika kweli ili wengine waweze kubadilika. Na ndio hiki ambacho tunakisikia katika somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 12 aya ya kwanza mpaka ya pili. Mtume Paulo anawaasa na kuwatahadharisha au kuwahimiza Warumi walioongoka kutoka katika upagani kuwa lazima kuishi kadiri ya wito wao, kadiri ya Ukristo wao, kadiri ya imani walioipokea. Maisha yao yote ya ufuasi na ibada halisi zinatakiwa mbele ya Mungu. Anawaeleza sana, Ukristo au ufuasi si jambo la mchezo wala jambo rahisi, hivyo lazima kusimama imara daima. Na ndio hiki ambacho tunakisikia pia katika somo la Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 21 mpaka ya 27. Ni Injili ambayo tumezoea kwa sababu unaweza ukaisoma au kuisikia katika Injili ya Marko ile sura ya 8 aya ya 31 hadi sura ya 9 aya ya kwanza, au Injili ya Luka ile sura ya 9 aya ya 22 mpaka ya 27. Huu ni uaguzi, tunaweza kusema, wa kwanza katika Injili hii wa mateso, kifo na ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Maaguzi mengine mawili tutasikia katika Injili hii. Ukienda ile sura ya 17 aya ya 22 mpaka 23, au ile sura ya 20 aya ya 17 hadi ya 19. Uaguzi huu unafuatiwa na kauli ngumu sana juu ya ufuasi. Naomba tuelewe hapa vizuri. Iko hivi, Petro yule tuliyemsikia akikiri au akimkiri Yesu Kristo kuwa ni Kristo, anaposikia habari za msalaba, anamuita Yesu kando, anamuita pembeni kwanza na kuanza kumwonya au kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata.
Anasema hayatakupata. La hasha, hayo unayozungumzia mateso, maanguko, hayatakupata Bwana. Yesu anageukia na kumwambia, nenda nyuma yangu Shetani, huu kikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Ile aya ya 23. Ieleweke, neno Shetani hapa lilitumika kama neno mshawishi. Ieleweke, kama mshawishi, yani ni kana kwamba anasema wewe rudi nyuma au ondoka kwangu kwa sababu unataka kunishawishi ili mapenzi ya Mungu yastimie, au unataka kuwa kikwazo kwangu kwa maneno yako hayo, unishawishi mimi ili nisitimize kile ambacho Mungu amepanga kitimie katika maisha yangu. Ieleweke. Kisha baada ya hayo anawapa msimamo wa ufuasi Yesu. Anasema mtu yeyote, si ninyi tu, bali na yeyote yule atakayesikia maneno haya baadaye au kwa namna yoyote ile atakayeingia katika Ukristo, akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. Ile aya ya 24. Msimamo huu ni kujikana, kujitwika na kufuata. Maisha hayana lahasha, na huu ndio msimamo. Hapa kuna mengi sana ambao tunaweza tukatafakari katika Dominika ya leo, lakini kwa namna pekee naomba tafakari wazo dogo moja ambalo litagusa maisha yetu ya moja kwa moja. Wazo hili ni wazo gani? Ni ogopa sera nyepesi. Ogopa sera nyepesi. Ogopa sera nyepesi. Nitaeleza. Kati ya vitu vinavyovutia wengi katika ulimwengu wa sasa ni injili nyepesi, injili yenye sera nyepesi, au unaweza nikasema injili ya Petro. Hii ni katika nyanja za kisiasa, kijamii, kiuchumi na hata kidini. Injili ya hasha Bwana au la hasha, haya hayatakupata. Sera nyepesi, yaani watu hawapendi shida, hawapendi matatizo, hawapendi kupambana au kutumia nguvu zao katika kufanikiwa. Nitawapa mfano. Ukienda kwenye mikutano mingi hasa ya kisiasa, utasikia sera nyepesi ambazo tunazipenda. Nitawajengea barabara, nitawaletea maji, matibabu na elimu vitakuwa bure, mateso uzeeni yataisha, ajira zitakuwa nje. Utasikia ahadi kedekede ambazo kwa jicho la kawaida unajua kabisa hapa utekelezaji wake si rahisi kama tunavyodhani, hata kama utatekelezwa, lakini sio kwa namna hiyo ambavyo unaelezwa. Lakini jamii inavyopokea inashangilia sana, kwa sababu ni sera ambazo zinapendeza. Yaani katika siasa, sema au nena kile ambacho watu wanataka kusikia, na wao watakupokea tu kama shujaa, kwa sababu watu wanapenda sera nyepesi. Sio huko tu, hata ukienda makanisani na utakuta watu wamefurika sana, wamejaa sana, kwa sababu wanaenda kuchota au kusikia sera nyepesi. Leteni wagonjwa, tunavunja laana za ukoo na mizizi ya ukoo, tunaondoa pepo, kama una kazi njoo, pokea upako, pokea uponyaji, kama hujaolewa njoo, pokea kufunguliwa kwako leo, leta wagonjwa, vilema, viziwi, vipofu. Naona ni jambo ambalo watu wanakusanyika na wanatoa ushuhuda, na huo ushuhuda saa nyingine unatengenezwa ili kuvuta watu wengine waje. Kwa namna hiyo niwaambie, haya ni mambo mepesi sana kiukweli. Hizi ni sera tunaweza kusema nyepesi sana. Haya ndio mambo ambayo tunapenda kusikia. Huyu ndio Yesu ambaye wengi wanapenda kumfuata. Yesu anayeshuka na kukimbia juu ya msalaba. Anashuka anakimbia. Hatupendi msalaba, kuchukia, kujikana. Wengi tunapenda injili ya Petro. La hasha Bwana, haya hatakupata. Magonjwa hayatakupata, matatizo hayatakupata, kuanguka hakutakupata, chochote kile, kosa jina hatakupata, kutofunga ndoa hakutakupata, yani chochote hakitakupata. Tunapenda hii injili ya Petro ambayo inapatikana ile haya ya 22. Tusichojua ni kuwa ukweli ulio mchungu ni maisha hayana lahasha, na ndio maana Ukristo una sera zake, Ukristo una gharama zake, Ukristo una masharti yake.
Sharti mojawapo ni kujikana, kujitwika na kufuata. Yesu anasema wazi wazi, alinena, mtu yeyote asiyechukua msalaba wake na kunifuata, huyo hanistahili. Maneno ya Yesu leo yana ukweli wa kushtua, si tu kwa Petro na wanafunzi, hata kwetu pia. Yesu akuwapa wafuasi wake rushwa au chochote ili wamfuate. Akuahidia maisha mteremko, maisha ya kuvuta juisi kwa mrija, ili mambo yaende, ili wawe naye maisha ya raha mustarehe. Hapana, Yesu hakuwa hivyo. Na hii ndiyo sifa ya viongozi wakubwa na mashuhuri sana duniani, kutoa ahadi za uongo, bali kueleza ukweli wa mambo, hata kama huo ukweli unaumiza sana. Viongozi wakubwa hawatoi ahadi za uongo, wanasema ukweli hata kama ukweli unaumiza na masikio hayataki kusikia, lakini ndio ukweli. Nitawapa mfano. Baada ya vita ya pili ya dunia, Dr. Winston Churchill, baada ya kuteuliwa tu kuwa waziri mkuu wa Uingereza, alisema, sina cha kuwapa wananchi wangu, sina cha kuahidi, sina isipokuwa damu, kazi za sulubu, machozi na jasho. Lazima na waahidi, kwa sababu vita vimeharibu nchi. Garibaldi, mzalendo mashuhuri sana Italia, alikuwa kiongozi mkubwa wa jeshi, aliwaambia makurutu waliojiunga na jeshi, siahidi malipo mazuri wala marazi wala makazi na maisha ya starehe, siahidi kitu. Akamwambia, nawaahidi nyinyi askari, nawaahidi njaa, nawaahidi kiu, mwendo wa kijeshi na kulazimisha, vita na vifo. Yeye anayeipenda Italia, nchi yake mwenyewe, toka moyoni na si mdomoni, apige hatua mbele, anifuate. Ndo watu mashuhuri. Lazima kujua misalaba tunayochukua ni ya kubeba na kujitwika. Ni mizito, si rahisi na si miepesi. Lazima kuvumilia, kusali na kuomba. Ndugu zangu, naomba niwaambie hivi, ni kama unavyojitwika ndoo. Manake kuna stage, unanyanyua, unaweka kwenye goti, toka kwenye goti unaweka begani, kichwani, na bado inaumiza. Kwa hiyo msalaba si jambo jepesi sana. Ndio maana katika kituo cha pili cha njia ya msalaba, Yesu anapokea msalaba, tunasali, Yesu wangu mkarimu, mimi pia ninao msalaba wangu, jirani zangu, mwenzangu wa ndoa, watoto, wazazi wangu, kazi zangu, joto, baridi, njaa, kiu, vishawishi, magonjwa na matatizo mengine ya maisha. Wajibu wangu kwa Mungu, kwa umma na kwa kanisa. Hayo yote ni msalaba. Unipe ukarimu wako, Yesu, niyapokee bila kunung'unika na kuyabeba vema. Ndugu zangu, naomba tuelewe. Tunayataja haya yote, ndiyo maisha yalivyo, na ndio haya lazima tuyapokee na kuyabeba tukiwa tunamfuata Yesu Kristo, kwa sababu ni tofauti ya giza na mwanga inayoyapa maisha utukufu wake. Maisha hayana lahasha, lazima mambo haya yawepo, lazima tuyabebe kwa kuvumilia tukimfuata Yesu Kristo. Ni njaa inayokipa ladha chakula, ni kiu inayoyafanya maji kuwa matamu, ni uchovu unaofanya usingizi kuwa mzito na mzuri sana, ni upweke unaofanya urafiki kuwa na amana. Ieleweke, maadamu tunaishi, tupo hapa, misalaba, magonjwa, mahangaiko, machozi, usaliti, vilio, si ishara ya kifo, bali ni ishara kwamba tuko hai. Wasio na haya yote, wasio na mahangaiko hayo yote, wamelala, wamepumzika katika usingizi wa milele, wako makaburini. Mimi na wewe tuko hai, haya yote hayaepukiki. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili anasema, misalaba sio ishara ya kushindwa, bali uhai na ushindi. Lazima tujue
Mtume Paulo alisema mwishoni wakati wa maisha yake, anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, inayonibakia ni taji, ndiyo taji ya uadilifu atakayonipa siku ile Bwana hakimu mwenye haki. Lakini si mimi peke yangu, ila na wale wote wanaotarajia ujio wake. Waraka wa pili kwa Timotheo, ile sura ya 4 aya 7 mpaka ya 8. Vita amevipiga. Kwa hiyo maisha yetu yana vita, maisha yetu ni mapambano, lakini taji ni kubwa mbinguni. Wahenga wanasema hakuna lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho. Kila mara baada ya dhiki ni faraja. Kuna mwanga wa jua baada ya mvua kunyesha. Kuna wingu la bluu baada ya wingu la kijivu. Kuna mavuno kustawi baada ya viwavi na nzige kuharibu. Kuna kuinua moyo baada ya majonzi kukandamiza. Ndugu zangu, ndio maisha haya. Hakuna linalodumu milele, hakuna linaloenda tu lisilokuwa na mwisho. Hivyo ni kuombe sana, katika msalaba unaobeba ndio maisha. Usikimbie kama Petro, kuwa kama Yesu na mshikilie huyu Yesu. Usikate tamaa wala kuvunjika moyo katika safari yako ya ufuasi kutokana na mitihani ya maisha unayopitia leo. Mbegu ili yote lazima izikwe ardhini na ipambane kupasua ardhi. Kipepeo ili aruke lazima apasue buu. Unayopitia wakati fulani yanakutayarisha kwa makubwa ya baadaye ambayo Mungu ameyapanga. Ndugu zangu, naomba nikwambie, wakati fulani unaweza ukawa unasali, unaomba Mungu akutoe katika hali fulani. Usichoelewa ni kuwa Mungu amekuweka wakati fulani katika hali hiyo ili akuimarishe na kubadilishe wewe. Badili mtazamo na tazama yote katika jicho la Mungu mwenyewe, na yaangalia yote katika jicho chanya. Amini. Aliyekutangulia Kalivari, huyu akashinda mauti, hata kuacha Kalivari, bali atakufikisha uione Pasaka yako. Yeye anajua kukataliwa, yeye anajua kusalitiwa, yeye anajua umaskini, anajua mateso, machozi, kifo, lakini anajua ufufuko pia. Hayo unayopita, mateso au msalaba, kumbuka yote ameyapitia. Na hivyo elewa, Yesu mwenyewe anaelewa. Unapokataliwa anaelewa, unapochoka anaelewa, unapokata tamaa kama Yeremia anaelewa, unapougua anaelewa, magonjwa yanapogonga familia yako, mikosi, takataka nyingine zote zile, elewa Yesu anajua. Unapobeba mzigo wako ambao hamna mwingine anayeona, elewa Yesu anaona. Yeye anaelewa na anakwambia, beba mwanangu, nifuate. Yeye na akujalie leo kubeba msalaba wako kwa imani, kuvumilia kwa matumaini, kusamehe kwa moyo, kupenda bila kuhesabu gharama, kujaribiwa kwa moyo wa shukrani, kutembea kwa ujasiri huku ukijua na kuamini kuwa hauko peke yako, bali uko naye sasa na hata milele, na hata kuacha kamwe, maana yeye ni Emmanuel. Alisema, tazama mimi nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Mungu huyu, Kristo huyu, na awe katika familia yako, na awe katika kazi zako, na awe katika afya yako, na aongoze maisha yako, ili maisha yako yasiishie Kalvari, bali uione Pasaka iliyo mbele yako. Maisha yako yasiishie Ijumaa Kuu, bali yaone ufufuko wa kipasaka, nawe uwe na furaha sasa na hata milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Maisha hayana rahasha, lakini tujipe moyo kwa kuwa yeye ameushinda ulimwengu.